Somo letu linasema heshima ya maisha ya ujana na fursa zake. Heshima ya maisha ya ujana na fursa zake. Okay. Tuanze kwa kuangalia neno heshima lina maana gani. Heshima ni neno ambalo linatumika kudhihirisha au kuonyesha yule mtu amestahili kitu fulani, amedeserve. Kwa wengine tunaweza kusema amedeserve, yani amestahili kile kitu. Lakini amestahili kwa namna gani? Anastahili pale ambapo anakuwa amefanya kitu cha kuwapendeza watu au kuipendeza jamii. Tunaita yule mtu anastahili kuheshimiwa. Ni kwa nini? Matendo yake ni nini nafanya ndicho kinachompa heshima. Ndio maana leo kuna msemo kule duniani wanasema mzee wa hovyo. Ni nini? Maanake yule mtu alistahili kupewa heshima, lakini matendo yake yanamfanya asipate ile heshima ambayo alistahili kuipata. Ni nini ambacho kinamfanya asipate ile heshima? Maanake kuna matendo ambayo anafanya sivyo, na umri wake na namna yeye anavyoishi ambavyo alitakiwa afanye sawa sawa. Ndio maana anaitwa mzee wa hovyo. Maana yake sasa the same kuna vijana wa hovyo wanaitwa kule mtaani. Ni nini? Wanafanya vitu vya hovyo. Lakini heshima ya maisha ya ujana pamoja na fursa zake. Okay. Twende pamoja. Nimeandika hivi: kila hatua ninapoipitia au unapoipitia kwenye maisha huwa si hatua ambayo ni ya kudumu milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani kila hatua ambayo unakuwa unaipitia kwenye maisha yako sio hatua ya kudumu milele. That's why kuna watu walikuwa ni matajiri lakini leo ni maskini. Kuna watu walikuwa ni maskini lakini leo ni matajiri. Maana yake kuna mtu alizaliwa akiwa na miezi 9 lakini leo ni babu. Kuna mtu alizaliwa wakati mwingine akufikisha hata ile miezi 9. Alizaliwa akiwa na miezi 8, 7 lakini leo na yeye ana watoto. Maanake kila hatua tunaoipitia kwenye maisha yetu sio hatua inayodumu milele kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ujana ambao unao leo, kuna wakati na wewe utaanza kushikilia kafimbo, unatembea hivi. Nini? Hiyo hatua ulionao sio milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi tunaelewana watoto wa Mungu. Hizo mali ambazo unazo leo sio kwamba zinadumu, ya kwamba wewe umeandikiwa Yesu utajiri. Mwangalie mtu mmoja anaitwa Ayubu. Ziliisha zote. So inamaanisha nini? Hatua unaoipitia haidumu milele. That's why even sisi wanadamu tunaishi leo, lakini kuna wakati tunakufa, tunapotea hapa duniani. Tunaelewana watoto wa Mungu? Tunaelewana kanisa la Mungu? Okay, naomba tusome kitabu cha Mhubiri sura ya 3 mstari wa 1. Msije mmoja ambaye anajua maneno hayo. Mhubiri sura ya 3 mstari wa 1 na wa 2. Kwa kila jambo kuna majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Soma vizuri hapo, rudia tena mtu wa Mungu. Mstari wa 1. Kwa kila jambo kuna majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Mstari wa 2. Wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa. Wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa yaliyopandwa. Asante. Kwa kila jambo kuna majira yake. Wapi? Hapa duniani. Kuna wakati wa kuzaliwa, kuna wakati wa kufa, kuna wakati wa kuumwa. Okay, nakumbuka mimi nikiwa mdogo sana nilikuwa natamani sana niwe mkubwa. Sasa kuna hatua ilikuwa inafikia nalala chini najipima. Yaani naweka kipimo fulani afu zeni nalala najipima. Hivi nimelefuka nimeongezeka. Nilikuwa nafanya hivyo. Halafu zeni nikaa nashangaa, muda unaendelea hivi, mbona hiki kipimo na kizidi? So maana yake kwenye hatua ambao unayo, hiyo hatua haudumu. Kuna wakati utatoka kwenye hiyo hatua.
au maisha ambao unayo leo, huo ujana ambao unajivunia, kuna wakati utaishiwa nguvu, utaona hauna nguvu. So maana yake ni nini? Ni vyema ukautumia ujana wako leo vizuri, ukautumia umama wako vizuri. Kuna siku, kuna mtu atakuja ajute, aseme ni aheri ningekumbuka nikiwa kijana, ningesoma kwa bidii. Ni aheri ningekumbuka nikiwa kijana, ningemtafuta Mungu, ningeomba kwa kumaanisha, lakini hiyo chance tizoredo umeipoteza. Kuna wakati utakuja kukumbuka, ningekuwa mama mwenye adabu, ningewafundisha watoto wangu vizuri, lakini huo muda umeshaukosa. Leo unarukaruka tu, unachezea hiyo nafasi ambao unao, huo ujana ambao unao. Unafikiri unajirudia, haujirudii. Ukipotea haurudishwi nyuma. Yaani unaniona mimi leo nilivyo hapa, na shape yangu na sura yangu nilivyo, siwezi kusema kwamba ni ibinye tena sura irudi kama mtoto mchanga, ionekane namna fulani. Haiwezekani. Weka makalai, tutaweka mpaka utabanduka. Names. Kwa kila jambo na majira yake. Heshima ya maisha ya ujana na fursa zake. Kwa kila jambo hapa duniani. Haridumu, tunapita. So that's why kwa kila jambo unalofanya, mkumbuke Muumba wako. Anasema mkumbuke Muumba wako siku ujana wako. Tuacha Mhubiri sura ya 12 mstari wa 1. Sisi tunaelewana watoto wa Mungu. So kwenye hiyo hatua, unajua sisi vijana, ngoja niwaambie wanachuo, nyie vijana nyie amuelewi. Utamaliza kukadigika, kutakuja huku mtaani. Leo unadunda, umtaki Mungu chuoni. Dunda sana baba. Utamaliza, alafu utajambia, ila mimi nilikuwa mjinga. Yaani kweli nimemaliza chuo na degree yangu, lakini sina Mungu. Haleluya. Hicho kitu ambacho unacho leo, una huduma unayo, lakini leo unalinga, hutaki. Ya unaona ndo kama wewe yani, hakuna mwingine mwenye kitu kama cha kwako. No. Mimi nasemaga hakuna. Kuna mtu atainuliwa mpaka utajiona, ila mimi nini? Kwa kila hatua ambayo tunayopitia. Unaliona mimi leo, mimi ni mwenyekiti wa vijana, lakini kuna siku na mimi sitakuwa mwenyekiti wa vijana. Nitakuwa mzee. Kuna kijana mwingine mwenye moto, mwenye fire, atashika hii nafasi. Sisi tunaelewana watoto wa Mungu. Tumika kwa kumaanisha na kwa bidii kwenye hiyo huduma ambayo umepewa. Usicheze kwenye hiyo huduma ambayo umepewa. Kuna wakati utapita, utakumbuka, utasema, ndio maana kuna watu wengi leo wanasema nilipokuwa kijana ningehubiri, lakini haipo tena. Imeshakwisha hiyo. Leo tukwambia tukimbia uende pale lelini, unafika umededi pale lelini. Lakini ukiwa kijana ulikuwa unakimbia hatari. Tunaelewana watoto wa Mungu? Tumika kwa maanisha kwenye huduma ambao unayo. Leo tunakubembeleza kuja kwenye idara, tunakubembeleza mpaka wewe unabembeleza kuja chechi kwenye idara. Yaani mpaka tunakupaka na masizi, yani ili uonekane sasa na wewe ulizike. Unabembelezwa. Alafu nikwambie kitu kimoja, ukiona unabembelezwa kwenye kitu fulani, jiambie kuna mahali hauko sawa. Sawa? Na ukiona unabembelezwa kwenye kitu fulani, ulitakiwa ufanye au hujafanya, unabembelezwa, jiambie, ila mimi hapa siko sawa. Hata kama unajiona, maana kuna wakati tunajionaga tuko sawa kwenye kila kitu. Mwambie rafiki yako, "Halo? Nenda bembelezwa." Hautomwambia, na yeye anajua. Aya, nitaenda haraka. Twende tuangalie fursa zilizo ndani ya maisha ya ujana. Siku ya Jumanne mwenyekiti wetu makamu alifundisha kwa uzuri sana maisha ya kijana. Ni mtu ambaye ana umri wakati wa miaka ya age ya mtoto mpaka age na yani yeye yuko katikati na mzee. Maana yake sasa watoto wanaanzia miaka mingapi mpaka miaka mingapi? Miaka zilo mpaka umri wa miaka 18. Kwa shirika la kimataifa nasi ni miaka 15, 17, 15. Lakini mtu mzima, kuitwa mtu mzee, anaanzia miaka mingapi? 60. Okay.
Mimi sijasema, mmesema nyinyi wenyewe. Sasa jiulize wewe mwenyewe, unahudhuriaga CGM una miaka mingapi? Yaani mmesema nyinyi wenyewe, mimi sijasema. Muulize mwenzako, unahudhuriaga CGM wewe? Atosema. Jambo la kwanza, ujana una nguvu. Haleluya. Vijana tuna si kauli yetu vijana tunazo nguvu. Sio nguvu za kula tu, hata nguvu za kufanya kazi. Hata wazee wa kanisa wanajua. Tukitaka tubomoe hii ardhi, hii sakafu tuweke sakafu nyingine, hatuwaleti wazee. Tunaleta tuitikie basi jamani, tunaleta hapo sawa. Sasa tunaleta vijana. Wazee atagonga mara mbili hapa, afa atakaa nusu saa. Anasema wanadamu wengi wanaupokea ujana kama zawadi, lakini wachache waliofanikiwa kujua fursa iliyo ndani ya ujana. Vijana wengi tunaopokea ujana, tunapofikia ile hatua ya maisha ujana, tunakuwa tunafurahia sana. Ni kwa sababu gani? Kwanza hauumi ovyo ovyo. Hauumi ovyo ovyo, ni kweli. Yaani uwezo kalinganisha leti ya mzee ya kuumwa. Maana mzee goti limeanza kuuma. Mara nini kinauma. Lakini kijana ukuta anauma ovyo ovyo. So tunapopokea ule ujana, yani ndio tunaonaka kama tunaishi milele. Tunaanza kufanya vitu vingine tofauti kabisa. Lakini ujana tunapoupokea ni lazima uwe na mkonyezi. Sema mkonyezi. Ni nani aliimba? Sijajua ni mwimbaji gani alisema uniwekee mkonyezi kwenye kinywa changu. Lakini alisema Daudi kwenye Zaburi, uniwekee mkonyezi. Maana yake ni lazima uwe na mkonyezi kwenye mwili wako, ambaye yeye anakuwa na kucontrol. Ujana unakuwa hauna limiti. Yaani unaweza kufanya chochote. Yaani mzee anaweza akala leo kitu akakifu, lakini kijana ndo anatamani akiendelee kukipata kile kitu. Mzee anaweza akaluka hapo mara mbili akachoka, lakini kijana ndo anaona bado una nguvu. Sasa sisi huwa tunahitaji tuwe na mkonyezi wa kutupa limit na control. Control si limit, Kiswahili chake yani jamani mnisaidie limit, yani kile limit kupewa limit au control. Yani akuwa anakubalance au anakupa kikomo, inatosha hii. Maana sisi tunaweza tukafanya pasipo kuwa na kikomo, ni kwa sababu tuna nguvu za kutosha. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo limit ni neno la Mungu. Hiyo ni limit, ni maombi. Huu mwili huu hauokoki. Huu mwili wewe huu mwili haujaona mtu amegonga siku 5 za maombi, alafu akiamka ana uongo hapo hapo. Yaani baada hapo anagonga uongo nini? Unahitaji mkonyezi huu mwili kama kijana. Ni kwa sababu viungo vyote vina perform, vinafanya kazi katika asilimia 100. Haleluya. Haleluya. Tunaelewana watoto wa Mungu? Mkonyezi ni Yesu, kukaa ndani ya Yesu ili maisha yako hayawekee limiti, ili mama wako awekee limiti. Tuna wamama leo midomo haina mkonyezi, anaongea paka we. Mwambie we. Jambo la pili, Misali 20:29 utasoma mwenyewe. Jambo la pili ni kipindi cha kujitambua. Kipindi cha kujitambua. Unajitambua kwa namna gani? Kitu cha kwanza utaweka mimi ni nani. Yaani ujana ni kipindi cha kujitambua, mimi ni nani? Mimi nina huduma gani? Mimi nimeitwa kitu gani? Mimi ni askari, mimi ni rais, mimi labda ni profesa wa kitu fulani, mimi ni daktari. Ni kipindi cha kujitambua wewe ni nani. Kama utashindwa kujitambua leo utasumbua ukiwa mzee. Utataka uende shule wewe ukiwa mzee. Sisi tunaelewana? Kitu cha pili, unacho kipindi cha kujitambua, nilitoka wapi? Study your background, isome background yako. Ulitoka wapi? Wewe ni nani? Ulitoka wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Leo kuna kijana ukimuuliza yeye ni nani, yani
kama kwanza anachanganyikiwa, aelewe kwamba ni nani, hajui hata background yake, hajui anakoenda, anasema tu mimi nipo tu yani. Haleluya. Haleluya. Tuitikie sasa. Anaonekana kama naanza kujihubiri peke yangu. Kitu cha tatu, nipo wapi, ninaenda wapi? Niko wapi na ninaenda wapi? Kama kijana utakuwa jitambue, niko wapi na ninaelekea wapi. Takiwa ujue direction yako. Ngoja nikupe mfano mzuri. Yaani anatokea tu mtu from nowhere, ili ujue sasa hujitambui, anakuja na kuchomoa. Una ratiba zako, naenda chuoni, anakuja kwambie si twende Mwanjero bwana tukatembee. Na wewe usivyokuepo na msimamo, ila twende kweli. Unaenda unazuula Mwanjelwa, unatumia mahera kibao, ukirudi umeishiwa hela, unaanza kulialia. Mama umepanga uje kanisani kwa sababu na wewe hukujitambua ukiwa kijana. Anakuja mama na kupitia. Ilikuwa ni wakati wa kwaya. Anakwambia, twende Mwanjero bwana. Mwanjero. Nini? Huyo mtu akujitambua. Ninasema na wanawake wazee wawafundishe hekima wanawake vijana. Wababa wazee wawafundishe maarifa na hekima, kukaa kwa kutulia ndani nyumbani mwao vijana wao. Lakini jiulize, wewe unafundisha hekima? Haleluya. 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 Jambo la tatu. Naomba tusome kitabu kimoja cha Samuel. Utaandika Samueli wa kwanza 16:1. Lakini naomba tusome Luka sura ya 2:42-52. Luka sura ya 2:42-52. Sawa? Walipanda. Nitarudi na ninasema na alipopata umri wake miaka 12, walipanda kama ilivyokuwa desturi ya sikukuu. 43. Na walipokwisha kuzitimiza siku, wakati soma vizuri baba hapo. Rudia, soma vizuri mstari. Na walipokwisha kuzitimiza siku, wakati wa kurudi kwao. Luka sura ya 2:42-52. Rudia tena baba. Sura ya 2:42. Biblia inasema, nitasoma. Na alipopata umri wake miaka 12, walipanda kama ilivyokuwa desturi ya sikukuu. 52. Endelea. 43 anasema, na walipokwisha kuzitimiza siku, wakati wa kurudi kwao, yule mtoto Yesu alibaki nyuma huko Yerusalemu. Sawa. Na wazee wake walikuwa hawana habari. Nao wakadhani ya kuwa yumo katika msafara. Wakaenenda mwendo wa kutwa, wakawa wakimtafuta katika jamaa zao na wenzao. Na walipomkosa wakarejea Yerusalemu, huku wakimtafuta. Ikawa baada ya siku 3 wakamwona hekaluni, ameketi katikati ya walimu, akiwasikiliza na kuwauliza maswali. Nao wote waliomsikia walistaajabu fahamu zake na majibu yake. Soma 49. Akawaambia, kwani kunitafuta? Hamjui ya kuwa imenipasa kuwamo katika nyumba ya Baba yangu? Asante. Shia hapo. Anauliza, kwani mimi kunitafuta? Je, hamjua ya kwamba imenipasa kuwepo nyumbani mwa Baba yangu? Ni maneno ya Yesu aliwauliza, aliwajibu wanafunzi wake. Sio wanafunzi, aliwajibu wazazi wake akiwa na umri wa miaka 12 tu. Anawajibu wazazi wake. Nini kilitokea? Kama ilikuwa desturi ya Wayahudi, kuna mtu alikuwa anaenda wanakusanyika Yerusalemu kwa ajili ya sherehe zao.
Sasa ilifikia wakati na yeye Yesu akaenda pamoja na wazazi wake ambaye alikuwa ni Yusufu na Mariamu. Sasa walipoenda kule, Yesu wakati wa kurudi, kwa sababu watu wengi, aliingia kona akarudi pasipo kuwapa taarifa. Wakahangaika kumtafuta. Maana yake sawa. Wakahangaika kumtafuta, kumbe yuko hekaluni. Waliporudi wanakutalewa kushangaa. Kweli? Kae wanasema kwa nini kunitafuta? Hamjui ya kwamba imenipasa kuwepo nyumbani mwa Baba yangu? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Manake yule mtu alikuwa anajua ni nini ameitiwa. Kama tulivyokuwa tunaangalia pointi iliyopita kwamba alijua yeye ni nani. Yuko wapi? Yuko duniani kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kutimiza kusudi la Mungu. Sisi tunaelewana watoto wa Mungu? Nawe tambua, umezaliwa, unakuwa hivi leo, unakuwa mkubwa, kuna wakati unakufa. Je, utakuwa umeyatimiza hayo ambayo uliitiwa na Mungu? Utakuwa umeifanya ile kazi uliitiwa na Mungu? Haleluya. Haleluya. So ni wakati wa wewe kujiuliza, uko wapi? Unaenda wapi? Na je, unakoelekea ni sawa sawa? Maana unaweza kaenda pia kwenye njia ambayo sio sawa. Sisi tunaelewana? Jambo lingine ni kipindi cha kujenga mahusiano mazuri na Mungu pia na ya kudumu. Yaani ukiwa kijana kama mimi hapa, kama wewe hapo, ndo wakati mzuri sana wa kuimarisha mahusiano ya wewe na Mungu. Kitabu cha Mhubiri sura ya 12 mstari wa 1. Kumbuke Mungu wako ukiwa kijana. Tunaelewana watoto wa Mungu? Jambo lingine ni kipindi cha maamuzi. Maamuzi ya kudumu na maamuzi yasiyo ya kudumu. Kuna kipengele hapa nimeandika. Ni aina gani ya maamuzi ambayo unaweza kufanya? Ni maamuzi ya maisha, uishi aina gani ya style ya maisha. Jambo la kwanza, unaweza kuchagua niishi maisha ya namna gani, maisha ya kumtumikia Mungu au nisimtumikie Mungu wakati wa ujana wako. Haleluya. Lakini ni jambo lingine, ni wakati mzuri wa kuselect ni muoe nani au niolewe na nani atakayenifaa kwenye maisha yangu. Yaani ndo wakati leo. Hauwezi ukiwa wewe mzee utatusumbua wewe ukiwa mzee. Nataka uchague. Hapana, utatusumbua. Kiwa kijana, unachagua ni nani utakayeishi naye, atakaye kusaidia kwenye huduma yako. Ni leo. Sisi tunaelewana watoto wa Mungu? Haleluya. Yaani ni leo unaamua ili huduma yako, kama una huduma, wewe ni mwimbaji mzuri, yes. Wewe ni mhubiri mzuri, yes. Huduma yako itaimarika na itakuwa bora zaidi ukichagua mtu sahihi. Sisi tunaelewana watoto wa Mungu? Kitu cha mwisho ambacho ni cha 5 ni kipindi cha kujenga tabia. Ni kipindi cha kujenga tabia. Kuna msemo duniani wanasema, samaki mkunje angari akiwa amekomaa anafanyaje? Anavunjika. Kuna mtoto mdogo yuko hapa. Kuna mtoto mdogo yupo. Mtoto mdogo ambaye labda anajitambua tambua. Yes, njoo. Kimbia mara moja. Kimbia. Asante. Yaani huyu mtoto mdogo huyu, nikimwambia akiwa na katika age yake huyu kwamba kuiba ni vizuri. Yaani akikuibia shuleni na wewe waibie. Within the huyu kwenye mind yake huyu itakuwa ni hivyo hivyo. Nilifundishwa kuiba ni safi. Wakiniibia peni na mimi naiba, ataibia watoto wake, watoto wenzake shuleni huyu. Kwamba kuiba isokea haina shida. Yaani huyu mtoto ataiba na hapo kuwa shida. Haya, mimi leo hapa ni mtu mzima, umri umeenda kidogo na umri. Ukiniambia kuiba ni vizuri, nitaanza kukushangaa. Kwamba kuiba ni vizuri yani kivipi? Maana yake ni nini? Akili imeshakomaa tayari nikijua kuiba sio vizuri. Yaani mimi ukinichukua hapa leo kaanza kunifundisha niwe naongea Kisafa, nitakupa shida. Nitaongea Kisafa Kiruga. Lakini huyu nikimpeleka kwa Wasafa ataongea Kisafa kilicho
Sawa? Kwa hiyo ni wakati wa wewe wa kujenga tabia bora na tabia mbovu ukiwa kijana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tabia huleta jina. Tabia huleta jina. Yaani tabia za kwako ndizo zinazokuambia uitwe mwizi. Tabia za kwako ndizo zinaweza kusababisha uitwe kijana mwenye hekima, uitwe kijana mwenye ufahamu, uitwe kijana anayemcha Mungu. Tabia wakati wa ujana. Ukiwa mzee, wanasema uzee ni yeye, mnajifanya hamjui lakini mkiwa kule mnajibu uzee ni fainali. Sisi tunaelewana? Uzeni unamalizia ulichovuna huku, ndio pale unaanza kutusumbua sasa. Unaanza kutusumbua nini? Huku kijana ulivuna nini? Mwambie rafiki yako unaendelea.